tabia hapa imezuka, sio utamaduni wa Tanzania kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii kushabikia vifo vya viongozi ama vya wanasiasa. Hili lina athari kiasi gani kama taifa? Yani hilo lina athari kubwa kwa maana ya kwamba watu familia inayobaki inajisikiaje? Yani familia inayobaki inaumia kwa sababu unakuta mwenzako yani mtu anaumia kwa kumpoteza ndugu yake. Lakini nje kuna watu wanashangilia. Hiyo ni kwa sababu watu wanaamini kabisa kwamba fulani inawezekana ndio mshauri mkuu wa mtu fulani. Mtu fulani anaharibu lakini huyu huwa anafanya 1 2 3 kwa niaba ya huyo mtu fulani. Kwa ndio unakuta raia wanaamua kutukana, lakini ni jambo moja baya sana kwa sababu huwezi jua. Unashangaa mimi leo watu wakashangilia lakini kuna kuwa na sababu pia. Tunatokaje hapo kauli? Hapo tunatokaje kwenye nchi hii? Ili tutoke, cha kwanza lazima turudi kwenye katiba mpya. Tukitoka kwenye katiba mpya twende kwenye sera ya nchi. Badilisha kabisa sera ya nchi. Sera ya nchi nayo ikishabadilika, sasa twende kwenye kuitekeleza sera yenyewe ya nchi. Baada ya katiba mpya imepatikana, sera ya nchi imetengenezwa upya, haya twende kwenye utekelezaji sasa. Kwa maana ya kwamba wanasema ukimwona huyu mwanachadema unamnyima haki zake fulani hivi za msingi. Awe Chadema, awe CUF, awe CCM, wapewe haki zinazolingana. Nchi inatembea. Tunatoka kwenye haya mambo mengine ambayo yanatusumbua. Kwa mfano leo unaangalia hapa halmashauri. Inawezekana mimi nikawaenda na kampuni yangu. Nikitokea leo na kampuni yangu naenda kuomba kazi halmashauri. Mtu anayenijua kabisa huyu Kaunya, huyu Chadema. Hata wewe una sifa kiasi gani? Yaani hata wewe unaweza kapewa mtu mwingine kabisa ambaye hata sifa hazitoshi. Kwa sababu ya nini? Sera tu ya nchi yetu. Kwa sababu ya nini? Hofu za watu. Kwa sababu ya nini? Siasa imeingia ndani yake ambayo una siasa, tuseme siasa mbaya kwa ajili ya mazingira halisi ya nchi hii. Kwa hiyo unamaanisha Kaunya kwamba sasa hata kama unaweza ukawa na kampuni tuamini kwamba kuna watu wanajificha sasa. Hajiweki mbele. Kampuni anakuwa nao kwa sababu ya hofu ya kwamba anaweza akakoswa tenda. Anasajili hata mtu mwingine. Anasajili jina la mtu mwingine ama na msimamizi na mtu mwingine, akiomba anaonekana mtu mwingine kumbe ni la mtu mwingine. Na kabisa. Na hapo wengi wanafanya hivyo. Yaani wewe unakuwa unaitwa Kaunya lakini ni msimamizi kabisa wa hiyo kampuni, ila sasa anapewa mtu mwingine, utumia jina la mtu mwingine, vyeti vya mtu mwingine ili mwisho wa siku uendelee kupata angalau tenda, maisha yaendelee. Bila hivyo ikijulikana kwamba Kaunya na watu ndio kuhoji kwa nini umempa hiyo tenda. Sasa wewe utakuwa unakubali kuhojiwa kila siku kwa nini umempa tenda? Lazima utengeze mazingira ya kitumbua chake kiendelee kuwepo. Kwa hiyo ndio sera ya nchi yetu ilivyo. Umetueleza umewahi kugombea udiwani. Kaunya ana ndoto ya kugombea ubunge na itakuwa wapi? Hakuna mwanasiasa asiyekuwa na ndoto. Hayupo. Yaani ukikwambia kwamba mimi sina ndoto nitakuwa ni mwanasiasa ambaye sina maono na nitakuwa sijaiva katika siasa. Lakini nina ndoto. Na ndoto itakapofika nitasema ni wapi, lakini ndoto hizo ninazo. Kwa sababu mwanasiasa mzuri ni yule ambaye anafikiria pia mbele tutakwendaje. Sasa wengine kwenye hizo siasa ikitokea upata fursa unasema hii fursa nitaitumia na nitaifikisha ambapo inatakiwa nifanye nini? Niifikishe. Sasa wengine wanakuwa tu na hofu. Kwa mfano wanasiasa wengi wakiona mtu anakuja ni rahisi kuhakikisha wanamaliza huyo mtu kwamba huyu tumalize kwa njia gani? Tumalize kwa njia ya kumhamisha kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Sasa anakuwa anakata malengo yako. Lakini ni wazi kwamba mimi na malengo na siwezi kusema leo kwamba ni jimbo gani, lakini mimi ni mwanasiasa ambaye lazima niwe na lengo mahususi kwamba pamoja na kwamba nafanya siasa hapa, lakini malengo yangu ni kufika sehemu fulani. Malengo yapo ndani ya miaka hii 5 ama ni malengo ya baada ya miaka mingapi? Umri nilionao sasa ni umri ambao unasogea na umesogea sasa. Kwa hiyo siwezi kupeleka zaidi ya miaka 5 10, yani kwa maana ya kuruka hapa katikati. Kwa ni kipindi cha hivi karibuni. Siwezi kuruka kipindi, kwa hiyo lazima hata kama nitakuja kupata baadaye, lakini lazima nianze na kipindi kilichopo kabla ya kufikiria kipindi kitakachofuata. Kwa hiyo lakini sizuii watu wengine kusema kwamba nao wana malengo kwa sababu tuko wengi. Anayekuja
kwenye malengo hapo, kabla tujaondoka hapo, ndio niko nataka kufahamu kuhusiana na swala la kuna wizara mpya ya vijana na hii wizara hapa katikati kumeibuka kuhusiana na swala la mikopo kwa vijana. Unahisi kunahitajika mekanizmu gani ili kusudi kuweza kumudu kama ni utoaji wa mikopo, basi kila mtu anastahili aweze kupata? Maana ukisikia data za wizara na fedha ambazo zimetoka za mikopo inaonesha kiasi kikubwa vijana wamenufaika toka wizara imeundwa. Lakini nimemsikia moja kati ya vijana kutoka ngome ya vijana ACT Wazalendo, Nondo, naye amekuja na data zake ambazo zinaonesha kwamba bado mizania haiko sawa. Kama Kaunya, kwa experience yako kwenye medani za kisiasa, unahisi ni jambo gani ambalo tunapaswa kuweza kufumbrate ili kusudi kuweza kupata njia sahihi ya kuhakikisha kwamba vijana wanaostahili mikopo inakuwa ni valid? Sawa, kwanza kwanza ambacho wangekifanya ni kutafuta ulinganifu wa wingi wa watu, kwa maana ya kama Bavicha wana wingi wa watu, hiyo UVCCM ina wingi wa watu, watafute na chama kingine ambacho kina wingi pia wa watu. Ukichukua wanachadema 5 sehemu, ukachukua na CCM 5 sehemu, kaweka pamoja. Wakasema kwa mfano hapa mjini sasa tuchukue wanachadema 5, vijana 5 wa Bavicha, tuchukue vijana 5 wa UVCCM. Weka pamoja, si unataka hapa mikopo? Wafundisheni pamoja kwamba tunawafundisha sasa. Tukikupa mkopo unaenda kufanya nini? Na kufanya moja mbili. Washuhudie, yani washuhudie kabisa kwamba hii elimu inatolewa kote, yani kwa usawa. Lakini proposal vijana wanawasilisha nafikiri na business plan nafikiri haipo, ni sifa tu, vigezo na aidha ni namba ya NIDA na vitu vingine. Hapana, sasa hiyo itaenda kubagua watu. Huyu anayeenda kuchambua hii ni NIDA ya fulani ndio changamoto. Lakini tufike Bunda hapa. Jamani, tunataka vijana wa Chadema walio tayari kupata, wanaotaka kupata nini? Mkopo, si ndio? Tunataka vijana wa CCM walio tayari wanataka kupata nini? Wasio na vyama. Tunataka wengine wasio na vyama walio tayari kupata nini? Mkopo, si ndio? Haya, tunaweka kwenye paneli moja sasa. Haya, jamani, hii serikali inasema 1 2 3, 1 2 3, yani iwape elimu ya hiyo mikopo yenyewe. Ikimaliza inasema sasa mkopo tunatoa hivi kwa usawa huu, kwa usawa huu. Hakuta kelele itakayokuja kutokeza. Lakini ukisema kuna NIDA, kuna NIDA anafanya, anaenda kudhibitisha hiyo NIDA ni mtu mmoja amekaa kule ambaye naye ameteuliwa na rais. Hataki kuharibu. Lazima peleke data ambayo bwana chama changu kimepokea mikopo kwa msingi 1 2 3. Hata database atapeleka database ya wana CCM kwa sababu yametokana na CCM, hawezi kuwatenga. Na hii ndio anasema sera ikibadilika tukao kwenye usawa, hizo kelele za kuwepo. Yaani atakuwa na uwezo wa kuja hata hapo stendi ya zamani kufanya mkutano akaambia watu Chadema waliopewa mikopo wasimame wanyoshe mikono, watu wakaja wakanyosha mikono. Lakini leo ni lini alikuja hapo waziri akasema wana Chadema waliopewa mkono nyoshani mikono, au mwana Chadema fulani amepewa mkopo? Haipo blaza. Yaani mara nyingi ni nini? Yaani ni ile kwamba nimekuwa waziri wa kusaidia UVCCM ili yeye. Na wakati mwingine maelekezo ni mengi. Mimi nifanya kazi hapo kama katibu wa mbunge. Maelekezo ni mengi mno bana, na watu wangu hapo. Linda chama. Kwa hiyo mtu anakuwa waziri analinda nini? Analinda chama. Baadaye anatakiwa awe waziri ailinde nchi kwa maana ya nchi nzima inufaike. Ila chama kinanufaika kupitia yeye, kupitia ile serikali, lakini yeye anafanya nini? Ananufaika. Lakini usawa kupitia sera bado ni changamoto.